kwa dhati ya moyo nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuniamini na kunipa nafasi kama kijana na mimi nionyeshe mchango wangu katika wizara hii ya maji. Nimesimama hapa mbele yenu, mbele ya Chama cha Mapinduzi, nataka niwaahidi mimi Juma Aweso ambaye nimepewa dhamana katika eneo hili la maji sitokuwa kikwazo kwa jiji la Dodoma wana Mkonze kupata maji safi. Tunauliza swali moja, hii kazi tunaiweza hatuwezi? Kazi tunaiweza hatuwezi? Tunaweza kufanya kazi. Sehemu ambapo hakuna maji hauna haja ya kuongea sana. Fanya unapofanya watu wapate maji. Katika kazi kuna faida. Maneno matupu yanaleta hasara. Tunaweza kufanya kazi. Kwa hiyo kazi tutafanya usiku, kazi tutafanya mchana. Mheshimiwa Mkuu ipo kakaangu, hawa watu hawana kazi usiku. Watu wa utafiti watafanya kazi asubuhi na mchana, lakini watu ambao wanahusika na uchimbaji tutafanya kazi usiku, tutafanya kazi mchana. Tafunga sola, na sola mtafunga taa. Ili kazi lazima iweze kufanyika. Hakuna namna. Na ziara zetu mimi nitazibadilisha kwenye utendaji. Bado nimeigawa Uganda, Dodoma, tutafanya ziara za usiku kuona kazi. Kwa hiyo kufanya kazi Aaron na management ya DUWASA. Japo baadhi ya maeneo tumeshachimba visima, maji tumeyapata. Visibaki tu visima watu waone maji, watu wanataka kutumia maji. Mwanzo tutengeneza mfumo, tukikizo kwenye mfumo, watu waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Jana Mheshimiwa Mbunge tulikuwa na gari moja limeagiza magari mengine yaje, ili gari la pili limeshafika na tatu linakuja. Kwa hiyo tutashauriana moja ambalo nataka kuwaeleza wanafunzi wetu wazi. Jiografia yenu, maeneo yenu haya. Hata tukichimba maji, tumeshafanya kazi, maji yanapatikana kwa kiwango kidogo sana. Lakini hawa wataalamu wa wizara ya maji, wao wamesomea maji tu. Nikuombe diwani, hawa watakuwa na ripoti kwao. Hawatoki mpaka wajue wapi maji yatakayopatikana. Kwa hiyo watatueleza maeneo gani kama hiyo mtaa fulani ama kijiji fulani karibu na Mkonze. Twende tukayatafute. Na wewe utashirikiana nao. Sababu mbunge ameshafanya kazi yake. Watatuambia hapa ndio kwenye point ambapo maji yapo, na atakapokuwa yamepatikana mtambo hapo hapo uweze kuchimba, lakini hapo hicho kisima kitakapokuwa kimepatikana maji yale yaletwe Mkonze maslahi kwa ajili ya nataka niwatie moyo ndugu zangu wa Mkonze. Unapotembea na kuzuru wengine usinikite Mwokozi. Hatakuwa kitu. Wala hatuwaacha hata kubwa lazima ufanye research na pesa. Watu utafiti tukubaliana kabisa. Utafiti unachukua siku ngapi? Mbili. Fanya kazi kwa haraka tukamilishe, tuendelee na majukumu mengine. Na watu wa uchimbaji hatutegemea uchimbaji kae mwezi mzima, hapana. Umefanya pale Mkungu umetumia siku ngapi? Siku 3. Kwa hiyo naamini spidi ile ambayo mmeifanya kule Mkungu naamini na hapa tutakwenda kwa spidi ile ili kuhakikisha mambo yetu yanakwenda. Eneo hili la Mkonze South ni eneo ambalo miaka 6, 7, 8, 9, 10 iliyopita ni eneo ambalo halikuwa na uendelezaji mkubwa, lakini baada ya maamuzi ya serikali ya kuifanya Dodoma kuwa makao makuu, eneo hili sasa limejengwa kwa kasi kubwa sana, na lazima sisi tuendane na kasi ya ukuaji wa jiji la Dodoma. Na hivyo ndio maana tumeona kwamba kuna haja kubwa ya kusaidia upatikanaji wa maji katika eneo hili ili wananchi wetu muweze kupata maji. Tumebakiza lita milioni 28 tuondokane na mgao. Lita milioni 28. Mahitaji ya maji ya Dodoma kwa siku ni lita milioni 149. Uzalishaji wa DUWASA ulikuwa ni lita milioni 81 kwa siku. Tulikuwa tuna upungufu wa zaidi ya lita milioni 68. Yaani tumezindua mradi pale Mkungu ambao utasaidia kuzalisha maji lita milioni 30 na kuifanya uzalishaji kwa siku kwa Dodoma kuwa ni lita milioni 121 kwa siku. Kwa tunapungukiwa lita milioni 28 kumaliza tatizo la mgao.
Ukiongeza na hizi hapa za kwenu, Mheshimiwa Rais, historia itakukumbuka. Mgao utakuwa bye-bye. Wananchi wangu wataanza kufurahia maisha yao pasipo mgao wa maji. Kwa spidi hii kubwa ulioiweka na dhamira yako, na mimi nitakwenda